Tusalie kwenye swala hilo. Waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogo ndogo na zakati Wycliffe Oparanya amepongeza uamuzi wa kamati kuu ya kitaifa ya ODM kuanzisha mazungumzo mapya kati ya ODM na UDA kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 na baada ya hapo. Akizungumza huko Navakholo, Oparanya amesisitiza kuwa aliyekuwa kiongozi wa ODM marehemu Raila Odinga ndiye alikiongoza chama hicho kuingia serikalini na hivyo ODM inapaswa kuendelea kuwa sehemu ya serikali. Oparanya pia amelaumu baadhi ya viongozi kwa kutumia wahuni kuvuruga na kuwapigia kelele wapinzani wao wakati wa mkutano ya kisiasa, akisema tofauti za kisiasa zinapaswa kujengwa juu ya misingi ya itikadi na hoja, si vurugu au vitisho. Waziri huyo alikuwa ameandamana na wabunge kadhaa kutoka kaunti ya Kakamega. Mimi nataka kusupport mkutano wetu wa Central Committee, vile wamekaa na wamesema ya kwamba sisi sasa tumekuwa kama wale watu tuko come and stay. Ile mkataba yetu sisi na UDA ni ile ya come and stay. Raila ameenda, tumeamua kupitia kwa Central Committee mpaka wakae chini sasa tuandike mkataba. Tukifika 2027 tuwe na mkataba baina ya UDA na ODM. Mnasikia? Mkataba. Vyama zitaendelea vile ziko. ODM itaendelea kivyake. UDA itaendelea, lakini watakuwa wanafanyia kazi pamoja.